Asante sana mwenyekiti ya ngome ya wanawake taifa, ndugu Janet Wite, ndugu viongozi wa chama, katibu mkuu wa chama, naibu katibu mkuu bara, viongozi wa halmashauri kuu, viongozi wa kamati kuu, ndugu wajumbe wa baraza la mawaziri vivuli, kamati ya wasemaji wa kisekta Zanzibar, baraza la mawaziri kivuli la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wa wanawake kutoka majimbo, kata na maeneo yote ya Dar es Salaam, wanachama wenzangu, wanawake wote mlioko hapa, taifa la wote, taifa la wote. Kwanza niwapongeze kwa kushiriki kwa wingi kwenye siku hii adhimu. Ni heshima kubwa kusimama mbele yenu leo katika siku hii ya kimataifa ya wanawake, siku ambayo tunatambua nguvu, ustahimilivu na mchango mkubwa wa wanawake katika jamii zetu za Tanzania. Na sio Tanzania tu, wanawake wamekuwa wakiendelea kuwa mstari wa mbele katika kuleta mabadiliko dunia nzima. Hii ni siku ya kutafakari mafanikio tuliyopata, changamoto zinazotukabili na dhamira yetu ya pamoja ya kujenga mustakabali bora kwa wanawake wa Tanzania na dunia kwa ujumla. Nianze kwa kutoa pongezi za dhati kwa ngome ya wanawake wa ACT Wazalendo chini ya uongozi mahiri wa Sibajike, ndugu Janet Wite, viongozi wengine wote wa kitaifa, mkoa. Hongereni sana kwa maandalizi na maadhimisho ya siku hii muhimu. Ninatambua mmefanya kazi kubwa usiku na mchana kuhakikisha kwamba tunaitumia siku hii kuendeleza mapambano kwa kuandaa kongamano hili. Ninajua tulianza na tarehe 6 ambapo kulikuwa kuna kazi nyingine mbalimbali, ikiwemo kukagua afya za kina mama, ikiwemo kuwa na maonyesho ya wajasiriamali. Hongereni sana kwa kazi hii kubwa. Pili, napenda kutoa na kuendeleza salamu za mshikamano kwa wanawake wa ACT Wazalendo, wageni waalikwa na wanawake shupavu na jasiri wa taifa hili, kwa kusimama pamoja nasi kuonesha mshikamano katika kuadhimisha azma yetu ya kuleta ukombozi kamili wa taifa letu.
kusimama kidete na wanawake duniani kote wanaopigania haki zao, uhuru wao na mustakabali wao ni hatua muhimu sana kwa azma yetu. Hii sio siku ya sherehe tu, ni siku ya tafakuri, siku ya kutathmini na siku ya kujipanga upya kwa mapambano yanayotukabili mbele yetu. Wanawake tupo! Sauti imara! Sauti imara! Ndugu zangu, napenda niendelee kuangazia hali ya kisiasa nchini. Tunapoendelea kuzungumzia juu ya mapambano yetu, hatuwezi kupuuza hali ya kisiasa ilivyo hapa nchini. Na katika kipindi cha karibu miaka 9, mazingira ya kisiasa yameendelea kuwa magumu. Kwa miaka 4 sasa, tumeshuhudia utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan, hali inazidi kuwa mbaya, uchaguzi unaendelea kuporwa tena kwa kutumia vyombo vya dola. Katika chaguzi tunashuhudia kura bandia zinazagaa mtaani, risasi zinatawala vituoni, ushindi unaporwa mikononi mwa wapinzani, wananchi hawana tena maamuzi, vyombo vya dola vinatumiwa kutisha, kudhoofisha na kunyiminya haki. Wanawake wa vyama vya upinzani wanakutana na vitendo vya kikatili, huku wengine wakiwa wanazuiliwa au kufikishwa mahakamani kwa sababu ya kupigania haki zao. Wengine tulidhani kuwa uongozi wa rais mwanamke ungeleta nafuu kwa wanawake, hata wanawake wa Tanzania, na kurejesha matumaini ya demokrasia. Lakini ukweli mchungu ni kwamba tumepata maumivu zaidi badala ya nafuu. Maridhiano yamekuwa ni maneno matupu, yamekuwa ni hadaa. Rais Samia ametusaliti wanawake wa taifa hili. Miaka 4 ya Rais Samia imekuwa ya kuendelea kupuuzwa kwa madai ya wanawake. Wanawake wanakufa kwa kukosa fedha za kugharamia matibabu. Wanawake wanapoteza maisha kwa kukosa gharama za huduma za uzazi na njaa. Miaka 4 ya Rais Samia, bado mabinti wanalala mitaani kwa kukosa ajira, kukosa fedha za kuendelea na masomo na kukosa nafasi za masomo katika elimu ya juu. Hata hivyo, licha ya changamoto hizi, wanawake wa Tanzania wameendelea kuonyesha ustahimilivu mkubwa. Tumesimama mara kwa mara kudai haki zetu, kulazimisha maendeleo na kudai mabadiliko ya kweli ambayo taifa hili linahitaji. Baada ya kusema yote haya, ninaamini tunaona nafasi muhimu ya ngome ya wanawake katika madai ya mageuzi. Nimefurahi kusikia tamko lenu la madai ya wanawake mwaka 2025 kutoka kwa mwenyekiti wa ngome ya wanawake kuwa mpo tayari kulinda demokrasia. Mpo tayari? Mpo tayari? Hii ni hatua muhimu na thabiti katika kipindi hiki kigumu ambacho demokrasia yetu imevurugwa na madhalimu wa CCM kwa kutumia vyombo vya dola na vyombo vya kusimamia uchaguzi kama silaha ya kupora haki ya wananchi.
Tumeshuhudia uchaguzi ukigeuzwa kuwa uwanja wa mateso, huku wananchi wakinyimwa haki yao ya kuchagua viongozi wao kwa uhuru na haki. Operesheni Linda Demokrasia ni nyenzo muhimu ambayo tutatumia kudai uchaguzi huru na wenye kuaminika. Ni operesheni ya kupinga hila, hujuma na mifumo kandamizi ya kiuchaguzi. Kwa kauli moja tunadai tume ya huru ya uchaguzi sasa, tunadai mabadiliko ya kikatiba, tunataka vyombo vya usalama viondoke katika siasa na kuacha kulinda wizi wa kura wa CCM. Hatukubali tena njama za kura za mapema ya Zanzibar ambazo ni hila za kupindua matokeo kwa manufaa ya wachache. Mwaka 2025 mageuzi ni lazima. Wanawake haturudi nyuma. Wanawake mpo? Tupo tayari kupigania mageuzi. Ngome ya wanawake ina jukumu kubwa la kuhakikisha kuwa wanawake wa Tanzania wanakuwa mstari wa mbele katika kudai mageuzi haya ya kisiasa, kuleta mabadiliko ya mfumo wa kiutawala na kupambana na dhuluma zote dhidi ya haki za wanawake na taifa kwa ujumla. Katika mkono huu, wanawake lazima tuoneshe njia. Hakuna taifa lililokombolewa bila ya nguvu ya wanawake. Lakini pia nimeona tamko la ajenda la wanawake 2025 halijaishia katika masuala ya siasa tu. Limeonyesha kusimama kidete kupigania haki za msingi mijini na vijijini, kuanzia huduma bora za afya na zipatikane kwa watu wote, sio hizi ambazo tunapata sasa ya bima za afya zenye vifurushi vinavyoweka matabaka katika upatikanaji wa huduma. Wanawake mmeonyesha mpo tayari kupigania huduma za maji safi ya salama kwa kila Mtanzania bila ubaguzi wa kipato au eneo analotoka. Mmedhamiria kupigania elimu bora na bure kuanzia shule za msingi hadi sekondari ili watoto wa maskini wasiachwe nyuma. Mmejitoa kuungana na makundi mengine kupigana na mifumo kandamizi ya kiuchumi unaowaumiza wakulima kwa bei duni za mazao yao, ambao kwa sehemu kubwa wazalishaji hao wadogo ni wanawake wa taifa hili. Na hamtaki kuona kukandamizwa kwa wafanyabiashara wadogo, hasa machinga ambao kila siku wananyanyaswa na dola. Wanawake, katika ajenda yenu mmetaka uhuru wa kiuchumi kwa wanawake na kila Mtanzania. Nimesikia dhamira zenu, nimeguswa na hasira zenu, nimeona ujasiri wenu, na mimi kiongozi wenu nasimama hapa na kuambia kuwa mapambano haya nitakuwa mstari wa mbele. Nitakuwa mstari wa mbele kuongoza mapambano haya, kumkabili. With Google Workspace, you can get any job done on your phone. From giving feedback, to attending meetings, to signing contracts. That's working from anywhere, made easy with Google Workspace. When you want to make an evening special, dine in with Gressingham Duck. Enjoy tender duck breast with orange sauce,
juicy with a vibrant citrus glaze. Or treat yourself to a crispy duck leg, roasted to perfection with rich hoisin sauce. With Gressingham Duck, creating an impressive meal at home is easier than you think. Find recipes, tips, and your free recipe book at gressinghamduck.co.uk and make your mealtimes divine with Gressingham Duck. Lakini ninaomba niwakumbushe ndugu zangu wanawake, tukumbuke kuwa kusema tuko tayari halipaswi kuwa tamko la maneno tu au maneno ya bure. Ni wito ambao tunahitajika kuchukua hatua. Ni wito ambao kila mmoja wetu anatakiwa kuendelea na mapambano kuhakikisha kwamba madai haya yanafikiwa na yanapata matokeo. Ni wito ambao kila mwanamke katika ACT Wazalendo anatakiwa kusimama, kuongoza na kuleta mabadiliko. Hatukuja kuonesha yale tu tunayopitia, tupo hapa kudai haki yetu na kuwa sehemu ya jamii, na hatutolala mpaka tufikie malengo yetu. Katika kutekeleza haya, tutapitia changamoto katika kudai haki za mageuzi nchini, lakini sisi ni vuguvugu la haki. Hivyo tunapaswa kujua, ili kushinda vita unahitaji uvumilivu, unahitaji umoja, unahitaji ujasiri. Katika hali ngumu tulionayo, tunapaswa kuendelea kubaki imara. Njia ya ukombozi ya wanawake si rahisi, lakini ni njia ambayo lazima tuitembee kwa pamoja, tukiwa na nguvu na ustahimilivu. Kwa umoja wetu, kwa nguvu zetu, kila mwanamke ni lazima tuwaambie madhalimu wa CCM na washiriki wake, vyombo vya dola, kwamba hawawezi kutuvunja moyo, hawawezi kutukatisha tamaa na hawawezi kutuzuia. Hakuna mtu anayeweza kushinda nguvu ya wanawake waliosimama pamoja kudai haki zao. Kama wanawake wa taifa hili walivyosaidia kupata uhuru kwa kuwakabili wakoloni, wajibu wa wanawake wa kizazi hiki chetu ni kulinda demokrasia na kuhakikisha matunda ya uhuru yanawanufaisha Watanzania wote. Lazima tupiganie taifa la wote kwa maslahi ya wote. Na wanawake ni nguvu itakayobadili taifa hili. Tuwe tayari kukabiliana na kila aina ya kikwazo, kuvunja kila kizuizi na kupanda juu ya kila shambulio. Tusiruhusu mtu yeyote kutuambia kwamba hatustahili mustakabali bora. Tusiruhusu mazingira kandamizi yatakayozuia safari ya ukombozi wa taifa letu. Vile vile, napenda niwakumbushe kuwa chama chetu kilitoa tamko kuwa katika mapambano ya kudai demokrasia kitaungana na vyama makini vya siasa, asasi za kiraia, viongozi wa dini na wadau wengine wa mageuzi. Vivyo hivyo, ngome ya wanawake inatakiwa kufuata mkondo huo na kuwaunganisha wanawake wote nchini. Madai haya ni madai ya wanawake bila kujali vyama vyao. Huduma duni za afya hazichagui
hazibagui mwanamke anatoka chama cha upinzani au chama tawala, zinawatesa wote. Wamachinga wanapoondolewa mtaani, si wa chama fulani pekee wanaoathirika, bali wanawake wote wanaotegemea biashara hizo kuhudumia familia zao. Huu sio wakati wa kugawanyika. Huu ni wakati wa kuungana kwa pamoja kuleta mageuzi tunayoyapigania. Tuungane na wanawake wenzetu kudai mageuzi ya mfumo wa uchaguzi. Tuungane kudai huduma bora za afya, maji na elimu. Tuungane kupinga vifurushi vya afya vinavyotufanya watumwa wa matibabu. Tuungane kupinga mikopo umiza inayoangamiza wanawake wajasiriamali. Tuungane kupinga udhalilishwaji wa wanawake majumbani, kazini na mitaani. Tuungane kukataa unyonyaji wa wafanyakazi wanawake viwandani, majumbani na migodini. Huu si wakati wa kila mmoja kupigana kivyake, ni wakati wa kuungana. Ni wakati wa kufanya kazi pamoja kama wanawake wa taifa hili. Maisha bora tunayoyapigania hayatakuja kwa bahati, yanapiganiwa. Sisi wanawake tuna nguvu ya kubadilisha taifa hili na tuna jukumu la kuhakikisha tunafanya hivyo kwa vitendo. Safari hii ni ndefu, lakini hatuko peke yetu. Historia imetufundisha kuwa bibi zetu, mama zetu, dada zetu walikuwa na mapambano haya kabla yetu. Tumeona wanawake wa mataifa mbalimbali wakisimama kidete kupinga dhuluma na ukandamizaji. Sasa ni zamu yetu. Sasa ni nini? Tuko tayari? Pamoja tuamke, tuendeleze kazi ya ukombozi. Pamoja tutaliongoza taifa hili kuelekea katika hatua ya pili ya uhuru. ACT Wazalendo itakuwa mstari wa mbele katika mageuzi ya kisiasa yajayo, mageuzi yatakayohakikisha ukombozi kamili wa wanawake na taifa kwa ujumla. Mwisho, tunajua njia hii itakuwa ngumu. Tunajua changamoto tunazokutana nazo ni kubwa, lakini azma yetu ni kubwa zaidi. Kwa tamko la madai ya kisiasa ya wanawake 2025 mkononi mwetu, tunajua kwamba wakati umefika. Tuendelee na mapambano haya kwa ujasiri usiovunjika na matumaini yasiyoyumba. Katika siku hii ya wanawake duniani, tukumbuke hatupiganii tu haki za wanawake, tunapigania mustakabali wa taifa letu. Na wakati wenyewe ni sasa. Mapambano ni yetu. Tuamke, tupinge, tusonge mbele mpaka kuelekea ushindi. Wanawake mpo? Wanawake safi? Tuko pamoja kusonga mbele kuelekea ushindi. Asanteni sana. Mungu aibariki siku hii ya wanawake duniani. Mungu ibariki ACT Wazalendo. Asanteni.